mzuri sana. Simaanishi madiwani wabaya, hapana, ni wazuri sana. Lakini ninachosema ni kwamba kama usipoenda kwenye kiini, yeyote ukimpa madaraka atafanya vivyo hivyo. Sasa tufanyaje? La kwanza, viongozi wa dini. Tafiti zote duniani zinaonyesha kwamba watu wanaheshimu dini zao zaidi kuliko serikali. Tafiti zote duniani zinaonyesha, kwa maana ya mitazamo na tabia, watu wanaogopa na kuheshimu miungu yao inayopatikana kwenye dini zao kuliko serikali. Kwa lugha nyingine, kama viongozi wa Kiislamu na Wakristo, kwa maana nchi yetu Tanzania ambao ndio walio wengi, na dini zingine, wakiwa wanakazia kwenye mafundisho yao ya kila siku kuonyesha kwamba wizi si sawa, kupata gari zuri nje ya misingi ya taratibu sahihi ya vipato halisi si sawa, ikaingia hivyo, sasa miongoni mwao, manake hao watu watakuwa na Kristo wazuri, Waislamu wazuri. Ukichukua yote hapo ukampa madaraka, atatutendea haki. Maana wote nyinyi mnafahamu, hata nikiwa chumbani kwangu au ukiwa chumbani kwako, angalau ukitubu dhambi zako kwa Mungu wako unayemwamini, unatamani kutenda haki ukiwa chumbani kwako. Kama ukiwa uweza kutenda haki ukiwa chumbani kwako, utatenda haki hata mbele ya umma. Kiongozi wa dini, ukiona mhadhiri Dr. Norman ameandikwa kwenye gazeti amekula rushwa, nategemea mchungaji wangu aniite aseme, mhadhiri, umeandikwa kwenye gazeti umekula rushwa na wewe ni msharika wangu, si sawa, hebu niambie. Na nyinyi washiriki mnafahamu hakuna kiongozi wa serikali ambaye hana dini, si ndivyo? Kwa hiyo kama jina lake ni Mkristo, tunategemea mchungaji wake amwite, amwambie, bwana, mbona unaandikwa hivi? Sivyo. Hata kama ni rais wa nchi, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, ama mkurugenzi wa taasisi yote ile, Biblia takatifu haisemi hivyo, ama Qur'ani tukufu haisemi hivyo. Kwa hiyo huyo mtu kwa vyovyote vile atabadili tabia, anyoshewe kidole na viongozi wa dini. Sasa ufa tulionao kwenu viongozi wa dini mliopo hapa, viongozi wa serikali mnatuona kama ni miungu watu, si sawa. Na niwaambieni ukweli kabisa, bahati mbaya mimi ni Mkristo, mkifika mbinguni viongozi wa dini mtachoma moto kwa dhambi hiyo. Kama mnasoma Biblia hii tunayojua, ambayo kitabu chake cha kwanza kinaitwa Mwanzo na cha mwisho kinaitwa Ufunuo, basi kiongozi wa dini usipomkaripia kiongozi yeyote yule, iwe wa serikali ama shirika lolote yule, kwa mwenendo wake wa hovyo wa kutumia rasilimali za nchi yetu, uwe na hakika mbinguni huendi na mahali pako ni moto wa milele. Bahati nzuri sana msahafu ni vivyo hivyo. Qur'ani tukufu haiachi cha msalia mtume kwa mtu yoyote asiyemkaripia mtu ambaye anafuja mali ya umma. Kwa hiyo viongozi wa dini wote, wa Kristo na Waislamu, mna wajibu mkubwa sana wa kubadili mitazamo yetu, hisia zetu. Lazima tuhisi kwamba kutenda haki ndio sawa na kufanya vinginevyo si sawa. Ni vizuri sana sasa kuimarisha mifumo ya elimu zetu. Swala linakuja, kwani ni wakati gani mtu anatakiwa aanze kuwajibika? Nikishateuliwa kwamba ni diwani, au nikishachaguliwa diwani, nikishapewa ukuu wa wilaya, nikishapewa ukuu wa mkoa, nikishakuwa mkurugenzi wa shirika? Toka nyumbani kwetu. Tuwategemea sasa Watanzania, familia wawe wacha Mungu wote, Wakristo Waislamu wawe wacha Mungu, ili watoto wao au watoto wetu tuwalee hivyo. Hilo la kwanza. La kwanza kabisa, kwa mtoto anakuwa anaogopa kumnyima kitabu mwanafunzi mwenzake, lakini sio kwa sababu basi mimi nina uwezo wa kumnunulia mwanafunzi vitabu vyote vya kiada, lakini mwenzake hana. Kwa asubuhi ameweka vitabu vyake 7 na hataki kumlazimisha mwenzake. Huyo hata ungekuja amefaulu mitihani, huyo ambaye ana roho mbaya toka mtoto shule ya darasa la kwanza, ameanza darasa 7 ni kweli atafaulu, lakini ana roho mbaya. Utaratibu wa kazi zetu tunasema ukifaulu vizuri tunaamini kwamba una akili, lakini tunasahau kwamba kupata cheti kizuri haimaanishi una maadili mazuri. Haimaanishi una maadili mazuri. Kwa hiyo sawa, umepewa cheo, utatumia ile elimu ile kuharibu tu. Mungu abariki sana. Mgeni rasmi, nafikiri kwa maneno haya machache uliosikia
utakubaliana nami kwamba yapo mengi sana yatakayozungumzwa. Wewe leo ubane tu muda wako uyasikilize. Bora uyasikilize hapa. Waheshimiwa madiwani, ndugu zangu watendaji, ni wasifu kwa kuwepo kwenu hapa. Mnayasikiliza. Siku hizi kwa lugha hii ya kwetu sisi kule tunasema live bila chenga. Na sisi leo tunataka majibu live bila chenga. Nimkaribishe ndugu yangu Bwana Wilfred Muya, yeye ni mwakilishi wa mkurugenzi wa manispaa ya Arusha, atueleze kutoka kwenye upande wa halmashauri wanachokipi cha kutueleza juu ya uwajibikaji huu kwa jamii kutoka upande wa halmashauri. Karibu sana ndugu yangu. Natoa mada hii kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ndugu Estomi Changa. Mada ninayoiwasilisha mimi ni uwazi na uwajibikaji wa viongozi wa umma na watendaji wa serikali katika usimamizi wa rasilimali za umma. Tunaposema viongozi, maana yake tunazungumza viongozi wa kuchaguliwa au kuteuliwa. Viongozi katika ngazi za serikali za mitaa tunazungumza mwenyekiti kuanzia mtaa, kama ni vijijini mwenyekiti wa kijiji au kitongoji, mheshimiwa diwani ni kiongozi. Watendaji ndio hawa maafisa ambao wanasimamia shughuli za siku hadi siku na kuandika taarifa na kuwajibika kwa namna moja au nyingine. Kwa maana nyingine, mada hii nataka tujadili habari ya utawala bora, lakini kwa vipengele vilivyoko hapo ni sehemu tu ya misingi mikubwa 7 ya utawala bora. Kwa hiyo katika misingi hiyo kuna masuala ya demokrasia, kuna masuala ya ushirikishwaji, kuna masuala ya uwajibikaji. Nitakachosema kwa kifupi sana. Tunaposema serikali, hivi tuna maana gani? Na serikali ya mitaa ni nini? Zimeanzishwa na mamlaka gani? Serikali za mitaa chimbuko lake ni nini? Zilianzishwa lini? Rasilimali za umma, tunapozungumzia swala la rasilimali, hivi tunazungumza nini? Mfumo wa usimamizi ni eneo jingine ambalo tutazungumza. Haki ya wananchi, tuna haki na mwananchi ana wajibu. Na nashukuru hapa kwa sababu alipokuwa anasema msemaji hapa kwamba kiongozi wa dini asipokuonya anakwenda motoni, lakini na mwananchi na yeye ana wajibu, japo kwenye misaafu anaambiwa muonye kiongozi wake kwa upole au kwa unyenyekevu, lakini ana wajibu wa Sasa katiba ilivyo nzuri, katiba imempa mwananchi fursa ya kueleza anavyonufaika, anavyoridhika au asivyoridhishwa na huduma, na kwa maana nyingine anamuelekeza kiongozi afanye nini. Kwa maana nyingine atakuwa anamuonya, na kiongozi asiposikia au yeye asipomuonya, na yeye anakwenda motoni. Kwa hiyo mwananchi aliyeko hapa ajue na yeye ana fursa ya kwenda motoni. Kwa hiyo kuna majukumu ya wananchi, kuna uwazi, kuna uwajibikaji, kuna matumizi ya fedha za serikali za mitaa, kuna udhibiti wa fedha za halmashauri, na kuna matakwa ya kisheria ya nyenzo za usimamizi. Kama nilivyosema, serikali za mitaa ni mamlaka ambazo kwa mujibu wa ile katiba aliyokuwa akizungumza msemaji zilianzishwa chini ya ibara ya 145 ya katiba ile. Serikali za mitaa zilianzishwa mwaka 1927, lakini baadaye 1972 zikafutwa, tukaenda kwenye mfumo mwingine. Lakini baada ya kuonekana matatizo fulani mwaka 80 zikarudishwa. Kwa hiyo baada ya matatizo hayo imeagizwa katika ibara ya 145 kwamba ziwepo serikali za mitaa. Haikuishia hapo, ila ilieleza kwa kifupi katika ibara ya 146 kwamba kazi na majukumu ya serikali za mitaa kwa ni pamoja na kushiriki na kuwashirikisha wananchi katika upangaji na utekelezaji wa mipango ya maendeleo yao na kukuza demokrasia katika maeneo yao. Kwa hiyo katiba imeweka wazi kabisa serikali za mitaa zimeanzishwa chini ya sheria 2 za bunge. Sheria 2 za bunge kwa maana ya mamlaka za wilaya kwa sheria namba 7 ya mwaka 82
sasa hivi inaitwa sura ya 287 na sheria namba 8 ambayo sasa hivi inaitwa sura ya 288 kwenye marekebisho ya sheria ya mwaka 2002. Serikali za mitaa zinavyofahamika ni vyombo vya kiutawala vilivyoundwa ili kutekeleza madaraka ya umma na kuwawezesha wananchi kuwa na sauti katika maamuzi mbalimbali yanayohusu maendeleo na shughuli za utawala katika maeneo yao. Serikali za mitaa zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu ambazo zinawezesha miundo iliyopo kuwa na taratibu nzuri na za kueleweka katika usimamizi wa rasilimali, na hali kadhalika zinatoa fursa au nafasi kwa wananchi kushiriki katika usimamia na ufuatiliaji wa rasilimali za umma. Kwa sheria hizo zinatoa fursa kwa mwananchi kwenye usimamizi na ufuatiliaji. Kwa hiyo muundo wa kiutendaji katika halmashauri unaanzia kwenye baraza la madiwani, kamati za kudumu za halmashauri, mkurugenzi wa halmashauri, management na wataalamu wa idara mbalimbali. Lakini mipango na mawazo huanzia chini au yanaibuliwa kutoka chini, ambapo wananchi hushirikishwa kuhusu kuibua mipango na vipaumbele vyao. Tunaposema kuibua ni kwa sababu tunasema ni usemi wa kawaida kwamba anayevaa kiatu ndiye anayejua mahali kinapombana. Tuliwahi kupata hadithi moja, walikuja wageni wakaenda mahali panaitwa Mbuyuni, wilaya ya Rumeru. Wakaenda kule wakauliza, hapa mna shida gani? Wameitwa kina mama, wale kina mama wakati wale wakaulizwa, hapa mna shida gani? Wale kina mama kabla hawajajibu, kiongozi mmoja akasimama akasema, hapa tunahitaji umeme. Yule kiongozi akaambia, wewe tulia, tunauliza hawa wananchi ambao ndio wanaonufaika na huduma wanazopewa. Wale wananchi wakasema, si tunahitaji maji. Lakini inawezekana kiongozi alizungumza kwa sababu yeye ana simu, sasa anakosa pa kuchaji simu, na kwa sababu yeye anapanda gari anakuja kuoga huko mjini, hana tatizo, anarudi jioni. Lakini yule mama anayekwenda kuchota maji kilomita zaidi ya 10, shida yake ingekuwa nini? Kwa maana hiyo, serikali imeweka utaratibu kwamba miradi iibuliwe kutoka chini kwa wale watumiaji. Sasa tunao mfumo wa usimamiaji wa rasilimali, lakini niseme, tunaposema rasilimali ni vizuri tuelewane toka mwanzo tunazungumza nini. Mwingine akiulizwa, wa kawaida akiulizwa rasilimali ni nini, atasema ni shule. Lakini tunaposema rasilimali kwa kiongozi au kwa mwananchi pale alipo, rasilimali tunamaanisha ni pamoja na fedha, mali asili zilizoko chini au juu ya ardhi. Kwa mfano, tuna ardhi, ni rasilimali, tuna madini, rasilimali, mafuta, gesi, misitu, samaki. Kwa kila kiongozi au kila mwananchi pale alipo, anapoambiwa atasimamia au atachunga au atafuatilia, maana yake anaambiwa afuatilie nini? Kwa mfano, wale ambao wao wanachimba mchanga au wanachimba kokoto, viongozi wao wanatoa pale, labda wamewapa watu tena, wanapaswa wapate taarifa za ile miradi. Kwa mfumo wa usimamizi wa rasilimali za umma umebainishwa katika sheria ya fedha za serikali. Usimamizi wa rasilimali umebainishwa katika sheria ya fedha za serikali za mitaa namba 9 ya 82 na kanuni za fedha za serikali za mitaa zinazoendesha ruzuku zilizotungwa mwaka 2000 na kanuni za kudumu za halmashauri zinazungumzia upangaji, mipango na bajeti. Tunayo mifumo ya aina mbili kwenye usimamiaji: ule unaotoa madaraka kwa vyombo vya kiutendaji na kwa wawakilishi kupitia vikao vya kamati hadi madiwani. Ule ni mfumo mmoja wa usimamiaji, upangaji na usimamiaji. Lakini kuna ule wa wananchi unaoruhusu kuhoji moja kwa moja na kupatiwa majibu na viongozi wao. Hili eneo la kuhoji limewekewa taratibu. Mwananchi aweza kukutana na kiongozi barabarani akaanza kumhoji, tunataka utupe maelezo.
Kwa nini ule mti umekatwa? Tunataka utupe maelezo. Kwa nini ile barabara haitengenezwi? Upo mfumo, na mfumo uliowekwa unaitwa ushirikishwaji wa wananchi katika usimamiaji. Ushirikishwaji ambao ni moja ya misingi ya utawala bora. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ile ibara 146 kifungu cha 3 na kipengele kidogo cha kwanza, na sheria ya serikali za mitaa ile iliyosema sura ya 287 na ile iliyosema sura ya 288 inaagiza kuwa serikali za mitaa ziwashirikishe wananchi katika kufanya maamuzi, upangaji na mipango na utekelezaji wa masuala yanayohusu maendeleo yao. Ushirikishwaji tunaozungumza unafanyika kupitia mikutano. Sheria inatoa mwongozo na viwango vya mikutano ya kisheria ya mipango ya maendeleo. Mbali na kupanga mipango ya maendeleo, lakini katika ngazi zote halmashauri zinapaswa kuwa na ajenda ya kudumu ya kutoa taarifa ya mapato na matumizi. Kwa maana nyingine, sheria zimesema ni lazima kila ngazi ya serikali za mtaa wanapokwenda kwenye mikutano lazima iwepo agenda. Hiyo sio hiari ya kutoa taarifa ya mapato na matumizi. Kwa maana hiyo, pale ndipo ambapo sasa wanapata fursa ya kuhoji na watapata fursa ya kuletewa taarifa. Kwa maana sio hiari, lazima waletewe taarifa, na wao wanapata fursa ya kuhoji na wanapitisha. Zile sheria zinatoa adhabu, japo si huwa tunasema hivi, kwa nini watu wasizoee kufanya mambo kwa hiari zao bila kuwekewa adhabu? Kwa mfano, viongozi mijini wasipoitisha mikutano, kuna adhabu 2. Mikutano 3 mfululizo anapaswa kuondolewa kwenye madaraka. Zipo taratibu. Mbali na hizo, bado kuna faini zimewekwa na sheria. Tumeona mifano mizuri sana ya ushirikishwaji inayozaa. Kwa mfano, ushirikishwaji jamii na wananchi umeonyeshwa na miradi ya mfuko wa maendeleo kama TASAF. Au utekelezaji wa demokrasia hai hauna budi kuonekana kivitendo katika hatua hizi. Halmashauri na serikali za mitaa kazi zote zinatambua kwamba utawala bora ni ule ambao vyombo vya wananchi na wale wanaoviongoza wakisimamia wanaondoa pazia. Viongozi wanaondoa pazia kati ya vyombo hivyo na wananchi ambao ndio wamiliki wake. Uwazi ni msingi wa kila raia kupata habari au taarifa ili kupanua maarifa yao juu ya masuala ya umma, na ukosefu wa habari kuzuia mwamko wa umma na kuofisha kushiriki kwao kimatendo katika programu za maendeleo zilizoandaliwa au zilizobuniwa. Sasa, ili kuwawezesha wananchi kufanya maamuzi sahihi juu ya utendaji wa halmashauri, inafaa mambo kama 5 machache muhimu. Viongozi wa kisiasa wasifanye mikutano ya hadhara wakisaidiwa na wataalamu husika na kueleza sera za halmashauri zinazotarajiwa kupitishwa. Jingine, viongozi wawape wananchi nafasi ya kukagua miradi au mapendekezo ya sheria zinazopitishwa na watakiwa kutoa maoni. 3, utawala utoe fursa kuchapisha masuala muhimu na mazito ya halmashauri katika majarida, kutangaza kwenye redio na kukaribisha maoni ya wananchi. Halmashauri au serikali zitumie njia mbalimbali kwa wakati mmoja ili kuweza kujenga uwazi katika utendaji. Kwa mfano, kutumia redio, magazeti, TV, maktaba za maonyesho, mbao za matangazo, hata kwenye miti kule ambako, lakini maeneo ambayo wanapita watu wengi, lakini tunapaswa kuweka matangazo na kufanya mikutano ya hadhara. Tuna fursa nyingine wananchi wamewekewa ya kutumia masanduku ya maoni. Kwa mfano, halmashauri hii na masanduku zaidi ya 64 yamewekwa kwenye shule zetu za msingi, yamewekwa kwenye vituo vya afya, yamewekwa kwenye bohari, yamewekwa pale halmashauri kwenye ofisi zote za kata. Uwajibikaji kwenye kuleta tija ni ule unaofanywa na viongozi kwa kukutana na wananchi waliowachagua na kuwapa habari, na pengine kuruhusu kuulizwa maswali na kuwa tayari kutoa ufafanuzi wa hoja mbalimbali. Itokeapo viongozi wa kisiasa ama peke yake ama pamoja na viongozi wenzake akafanya kitendo au maamuzi ambayo yanasababisha chuki au hasira za wananchi, kutokana na kitendo au maamuzi hayo kuwaletea hasara au hivyo kufanya wananchi wakose imani kwake au kwao,
kiongozi huyo anapaswa kujiuzulu. Jamani, kujiuzulu inasemekana kitendo cha kiungwana kuliko kusubiri uchaguzi ambapo wananchi huonyesha hasira zao kwa mhusika wa kunyima kura. Kwa muhtasari, viongozi wana wajibu katika udhibiti wa fedha za wananchi. Kwa kufanya hivi, kuhakikisha kuwa fedha za wananchi zinasimamiwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizowekwa na kwa kuzingatia maelekezo ya serikali. Pili, kuhakikisha kuwa sheria ndogo zinazohusu ukusanyaji wa mapato zinaandaliwa na kuidhinishwa mapema, na kwamba mapato yote yaliyokadiriwa yanakusanywa kulingana na bajeti ilivyoidhinishwa. Lakini jingine ni kuhakikisha kuwa wananchi wanapata thamani ya fedha na njia ya ubora wa wingi wa huduma kutokana na fedha wanazolipa kama kodi, ushuru na kodi mbalimbali. Lakini jingine kuhakikisha kuwa taarifa za fedha za halmashauri zinawafikia wananchi kwa kuzielezea katika kamati za halmashauri, baraza la madiwani na kuzisambaza sehemu zinazostahili ikiwemo kata, vijiji, mitaa na kwingineko. Malizie kwa kusema tunaona sheria katika taratibu za utunzaji wa rasilimali za umma katika kuhakikisha haya yanafanikiwa, kila mmoja wetu kwa nafasi yake anatakiwa kuwajibika na kuhakikisha mali za umma zinatunzwa vizuri na fedha zinatumika katika matumizi sahihi. Viongozi na watendaji wa serikali wanapaswa kuwa mfano katika usimamiaji wa fedha za serikali na rasilimali hizi, kupunguza malalamiko ya wananchi ambayo mara nyingi hupelekea kutoelewana baina ya wananchi na viongozi. Niliwahi kusema mahali kwamba viongozi wengi wanasababisha serikali iliyo madarakani ichukiwe. Ukitizama uitishaji wa mikutano, unaweza ukaenda mtaa, kijiji, wakakuambia kiongozi hapa huwa tunamuona kama anakuja kukusanya michango tu, lakini kuja kutupa habari, kutuletea taarifa hawaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa waandaaji, naomba kuwasilisha. Asante sana. Mimi naitwa Jovita Mlai, kama alivyokwisha sema mwezeshaji. Sitoi mada, mimi nitauliza maswali zaidi. Sawa? Ndio mada ipo, lakini ningependa tujikite kujiuliza zaidi ili tuweze kujenga au kuwa na hatua moja kutoka siku ya leo tujue tunakwendaje. Kwanza, nini maana ya asasi za kiraia? Nadhani wengi tunafahamu. Basi kwa haraka maana yake iko pale, lakini kwa wale ambao hawezi kusoma, maana yake ni muunganiko wa hiari na wa uhuru kabisa wa watu binafsi, wanajiunga pamoja, wanaamua kuendesha shughuli zao kwa maono ambayo wanadhani ni ya msingi kwa ajili ya kujenga ustawi wao, lakini na ustawi wa watu wanaowazunguka, na kundi ambalo wao wameainisha kwamba ni kundi husika wanalotaka kujenga ustawi wa kundi hilo. Mpaka hapo tunaelewana? Watu wanaungana kwa hiari. Je, taasisi za dini au mashirika ya kidini tunaweza kusema ni asasi za kiraia? Ndiyo, ni asasi za kiraia, kwa sababu hakuna naye kulazimisha wewe kusali kanisa fulani au msikiti fulani. Kwa hiyo ule ni muunganiko wa hiari na kwa uhuru wako. Lakini wengine tumezaliwa tukajikuta wazazi wetu ni Wakristo, kwa hiyo tukaendelea hivyo hivyo, lakini kwa hiari yangu nimependa, si ndio? Ni mashirika kama NGOs, CBOs, FBOs, hayo yote yanakuwa ni asasi za nini? Za kiraia. Tujiulize, hayo maono kama ni ya watu binafsi, lakini ni lazima yawe chini ya taratibu fulani au ya sheria fulani. Kwa hiyo tuna katiba. Huwezi kusema asasi fulani au watu fulani wamejiunga kwa ajili ya kuuza madawa kulevya, si ndio? Haiwezekani. Kwa hiyo ni vile vitu vya msingi ambavyo vya kujenga mwanadamu. Lakini pia utendaji unahitaji uangalizi wa wale watu, lakini na taratibu za nchi na hata malengo ya wale waliojiunga pamoja. Kwa hiyo hayo yote yanajengea nini? Kwamba hao watu watafanya kazi kwa taratibu fulani. Ni sehemu gani
ya wananchi ambayo inabebwa na asasi hizi za kiraia. Tunaweza kujiuliza, ni sehemu kubwa sana au ni sehemu ndogo sana? Ni sehemu kubwa sana. Sio tu kwa sababu tuko hapa, lakini pia kwa sababu tuna vyombo vya habari vinarusha. Kwa mtu yoyote ambaye anaweza kuangalia taarifa hii tayari atapata nini? Kufahamu ni kitu gani tunachoongea kuhusu uwajibikaji wa viongozi wetu na watendaji wa umma. Kwa hiyo pamoja na kwamba asasi za kiraia sehemu tunaona wako wachache ambao watu wamekuja pamoja wakajiunga kwa pamoja, lakini kwa kiasi kikubwa wanafikia umma kwa sehemu kubwa sana, au tuseme pia wanawakilisha umma kwa sehemu kubwa sana kwa mambo ya msingi. Sasa tujiulize, kwa nini asasi za kiraia ziwajibike? Kwa nini uwajibikaji wa asasi za kiraia? Hili lina mjadala. Ni kwa nini ziwajibika kwenye kutathmini viongozi wetu na watendaji wa umma? Kwa nini? Hatujui ni kwa nini. Kwa sababu wote pia, kama serikali mlivyosikia toka mwanzo inasema iko pale kwa ajili ya kujenga ustawi wa umma au ustawi wa wananchi, na hata asasi hizo za kiraia nazo maono yao ni hayo, hayana tofauti. Kama Mtanzania na mimi natakiwa kuwajibika kuhakikisha hilo, kwamba viongozi wetu na watendaji wetu wanakwenda kwa njia ambayo inakubalika. Watendaji au viongozi wetu sio malaika, si ndio? Tulishaambiwa. Kwa hiyo kuna uhitaji mkubwa sana wa mfumo wa ufuatiliaji ambao mara nyingi unatakiwa uwe nje ya wale wanaotenda. Wale wenzangu ambao tunashiriki kwenye tathmini, ni lazima umlete mtu wa nje aje akutathmini. Tunaona hata muundo wa serikali, halmashauri zetu zinafanywa ukaguzi na chombo, lakini ndani ya serikali hiyo ingawaje wako tofauti kidogo au wako nje kidogo ya mfumo ule wa utekelezaji. Lakini ukiangalia kwa undani, kwa wale wenzangu ambao tumekuwa tukifanya uchambuzi, unaona bado hawa watu wawili ni kama watu wale, sio watu tofauti kidogo sana, si ndio? Ni watu tofauti sana. Mkaguzi mkuu wa serikali na halmashauri kwa mfano ni tofauti sana, kwa sababu bosi wao ni mmoja. Kwa hiyo ni lazima asasi za kiraia kama mwananchi wa kawaida naye ashiriki, kwa sababu yeye yuko sehemu zaidi ya mwananchi kuliko alivyo mkaguzi mkuu wa serikali. Kwa hiyo asasi za kiraia zina fursa kubwa zaidi ya kushiriki kwenye swala zima la uwajibikaji. Ni vipi asasi hizo zinashiriki kwenye kutathmini uwajibikaji wa viongozi wetu? Kwa kiasi kikubwa asasi za kiraia zimekuwa zikishiriki kwenye nini? Kwenye utafiti. Huwezi kumwajibisha mtu hujafanya utafiti. Watu wanasema kama huna taarifa sahihi usiongee, kwa sababu utaongea majungu au utaongea kwa ushabiki tu kwa sababu fulani kasema. Sasa asasi za kiraia ziko zaidi kwenye kujikita kuweka taarifa ambazo ziko kwa mpangilio na zimefanywa utafiti, na unapowasilisha unawasilisha kwa mantiki kwamba unachokisema una uhakika nacho. Lakini kuna swala zima la kujenga uwezo wa wananchi kushiriki kwa pamoja kile ambacho mmekifanyia utafiti, basi mnashawishi wale watendaji na viongozi wetu watekeleze kwa njia tofauti, kwa sababu hali iko hivi na sisi tulichokiona ni hiki. Tunahitaji mabadiliko katika utendaji. Nimeshukuru sana, leo tuna fursa kubwa sana ya kuongea na watendaji na viongozi wetu. Kweli tatizo ni kubwa sana, mpaka useme kitu kisikilizwe unataka kukata tamaa. Tuangalie tu swala la elimu ambalo tumeambiwa ni muhimu sana kujenga jamii ya watu wazuri. Ni kwa kiasi gani mikakati ipo wazi ya kuboresha elimu yetu? Sio tu kuongeza idadi, lakini ubora wa elimu ni kwa kiasi gani? Ni kwa kiasi, tumeambiwa na mtendaji wa serikali, mkuu wa wilaya ni sawa na ndani ya chungu chenyewe, si ndio? Lakini tujiulize swala zima la elimu, tunaona mikakati gani ya makusudi zaidi ya kuongeza majengo na walimu wanaopelekwa kusoma vioni, kama tunaita nini wale
Boda faster. Kweli taifa la leo katika utandawazi au utandawizi sijui wa leo unaweza kujenga mfumo wa elimu kwa kupeleka walimu vioni kwa njia ile. Arusha tuna vyuo vingapi vya walimu? Tuna vyuo vya watu binafsi tu. Sijui ni kwa kiasi gani mfumo wa serikali huko makini kuweza kufuatilia utendaji wa vile vyuo. Hata vile vyuo vya zamani, mimi kwa bahati nzuri huwa napenda kudodosa kila ninapokwenda kwa sababu nimeshakuwa huko. Unafuatilia vyuo vya walimu vinavyotenda kazi, hata rasilimali wanazopewa Mungu anajua mwenyewe. Walimu wanapelekwa pale kusoma mwaka mzima, anasoma miezi mitatu darasani. Huyu mwalimu atamfundisha mtoto gani? Hebu tunaomba sasa hivi serikali, geukeni nyuma. Kukimbizana na madarasa hakutatusaidia. Kweli tunatakiwa kuwekeza kwenye elimu. Tunatakiwa, na lisiwe ni mjadala, lisiwe ni